nimeweza kufanya iftari, tunaita corporate iftari maneno ya siku hizi, kwa ajili ya wadau wa NGOs, lakini vile vile kwa ajili ya wadau wa ajira. Lengo la iftari hii ni kutengeneza mahusiano. Sisi wizara yetu, profile yetu moja kwa moja inahusisha mahusiano, na mimi nikiwa kama naibu waziri wa wizara hii sina budi kuyafanya mahusiano kwa hawa ambao ni wadau wetu. Profile yangu ya kazi inawataka sana wadau wa maendeleo, kwa sababu kwa bahati nzuri hawa ndio waajiri, lakini vile vile ukiachana na waajiri ndio wanaoweza kucreate ajira, na mimi kazi yangu ni kuregulate na kuweza kuwatia nguvu ili tuweze kupata ajira kwa ajili ya vijana wetu. Mipango yetu ya kuboresha mahusiano ni kukutana na watu wa makundi mbalimbali. Lengo hasa la mahusiano ni kuweza kujadiliana, kuzungumza na watu kutoka kwenye makundi mbalimbali. Inaweza kuwa makundi ya kijamii, makundi ya kiuchumi, makundi ya kikanda, watu mbalimbali ambao tunaweza tukaboresha mahusiano. Waziri wangu, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, kama utafuatilia ukurasa wetu wa Instagram ama mitandao ya kijamii, utamwona anazunguka sehemu nyingi sana kufanya mazungumzo na watu tofauti kama makundi ya kidini, kama makundi ya vijana, kama makundi ya wafanyakazi, kuweza kuboresha mahusiano. Na mimi kwa nafasi yangu nimeanza na hili. Tutaendelea kufanya zaidi na zaidi ili kuendelea kuboresha mahusiano. Mahusiano ni very important, ni muhimu sana katika kipindi hiki. Kwa hiyo hili ni swala muendelezo, wala sio kusema kwamba tuna mpango gani, ndio mipango iliyopo. Hasa ndio dhumuni kubwa la wizara hii. Tukiachana na kazi, tukiachana na ajira, jukumu jingine kubwa kabisa ni mahusiano. Kwa hiyo hii ni mipango ya kila siku. Ndio profile ya wizara. Lazima tuboreshe mahusiano kila siku tunavyoendelea kwenda. Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 imesema tunakwenda kutoa ajira milioni 8, na wewe ni shahidi. Hapa katikati ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora tumeweza kutoa ajira 12,000, kada ya elimu 7,000 na kada ya afya 5,000. Hizo ni ajira kutoka utumishi, lakini sisi kwa kushirikiana na sekta binafsi tunaendelea kutoa ajira kila siku. Ukitufuatilia ama kama unanifuatilia mimi, tumetangaza ajira kutoka nje ya nchi nyingi, zimetoka. Vijana wamekwenda karibia 1,000 kutoka mwezi Julai mpaka mwaka huu Januari 2026, Julai 2025 tumepeleka vijana 4,900 wamekwenda kufanya ajira nje ya nchi. Kwa hiyo tupo kwenye mchakato, umenielewa? Tupo kwenye mchakato, na hivi juzi pia Mheshimiwa Rais ametoa kibali cha ajira 46,000. Kibali cha ajira 46,000. Mambo ni mazuri sana na kwenda kuja, na sisi tupo kwa ajili hiyo. Kwa hiyo vijana wasiwe na wasiwasi, tunaendelea kugenerate ajira, waendelee kutufuatilia, mambo yanakwenda kuwa mazuri.